au ingizi chochote. Yani sahihi. Kwa sababu nafikiri hii itakuwa ni operation ya pili nafikiri. Sina kumbukumbu ya pili. Ile alivyoumia kwenye AFCON pale Morocco, alifanyiwa. Baada ya hapo akaja kwenye klabu yake ya Simba, akatulia akaanza mazoezi madogo. Nafikiri kuna game moja hivi alikuwa hata bench kabisa, aliwekwa hata bench. Okay, lakini mwisho wa siku ni kama shughuli imekuwa nzito kwa upande wake. Anachokipitia kipindi hichi Yakubu Suleiman ni sawa na Clement Mzize ambaye pia naye alikuja kufanya upasuaji mara mbili. Kwa hiyo ni taarifa mbaya kwa watu wa mpira. Yakubu Suleiman alikuwa anakuja vizuri sana. Moja kati ya magolikipa ambao tulikuwa tunatazama, tunawaangalia kwamba anaweza akawa na impact kubwa kwa timu ya taifa na klabu yake ya Simba, ni pamoja na Yakubu Suleiman kutokana na ile performance aliyoonyesha akiwa na JKT Tanzania. Hata alivyokuwa na Simba kuna namna alikuwa anaonyesha uwai kwenye eneo la goalkeeping. Alivyokuwa na timu ya taifa ya Tanzania acheza michezo mikubwa, nakumbuka vizuri ya AFCON, ilikuwa ya chani nafikiri, alidaka na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kuumia kwake ni pigo kwa Simba, ili pia inawezekana ikawa ni pigo pia kwa timu ya taifa ya Tanzania kwa sababu kidogo alikuwa ameshaanza kuaminiwa na mwalimu. Lakini kinachonipa shida ni kwamba atakosekana kwenye michezo iliyosalia, lakini na nusu ya msimu ambao utaenda kuanza. Ni taarifa mbaya sana kwa Simba. Sasa ni mbaya kwa sababu kumpata tena golikipa mwingine yani hapo inawalazimu bado waendelee kuwa naye kwa sababu hawezi kumwacha ingali na majeraha, lakini wakati huo inawabidi waingie tena sokoni kumpata golikipa mzawa kwa sababu Hussein Abeli naye pia amekuwa atabirika. sio mtu wa kusema labda atapewa game time ya kucheza, nitamtegemea sana. Sahihi. Ndio hicho kitu ambacho nilikuwa nasema ni pigo kwa Simba kwa sababu kurudi sokoni sasa hivi utafuta golikipa mzawa. Wapo, lakini sasa vilabu vyao nasema waingie gharama ni sahihi. Hakuna mfupa mgumu. Yani issue sio kuna mkate mgumu mbele ya chai, ni sahihi. Issue unampata ambaye ni sahihi. Ndio hapo nilikuwa nakuja kwamba hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Inawezekana hapo magolikipa wazuri kwenye ligi kuu Tanzania bara wazawa. Ukianza pale upande wa Pamba na mkuta Yona Amos, ukienda pale nafikiri Dodoma na mkuta golikipa mwingine. Ukienda Coastal Union unamkuta golikipa mzuri sana. Kwa hiyo wapo, lakini Dodoma yupo Ali Salim pamoja na Johannes Mgore. Kwa hiyo wapo, lakini vilabu vyao haviwezi kama ni Simba na Yanga kuingia pale kuweka ugumu. Inawezekana ikawa ngumu kwa vilabu hivyo vya mid table team, lakini kumpata mbadala sahihi wa Yakubu Suleiman, hapo ndo kuna changamoto. Kwa hiyo hakuna budi kumwombea mazuri. Amefanywa upasuaji na uzuri amefanywa hapa Tanzania, Dar es Salaam. Kwa hiyo ni taarifa atakuwa karibu kwenye uangalizi, lakini ni taarifa mbaya kwa wadau wa soka, zikapungua. Taarifa mbaya pia kwa Simba Sports Club. Nikiangalia pia Simba kama watashindwa kumpata golikipa mzawa, ni lazima watafute golikipa mgeni la aidha, kwa sababu taarifa za Musa Pimpini pia zieleweke. Sababu nafasi ya Pimpini ilichukuliwa na Kasari. Labda watoe mchezaji mwingine wa nje, yaani wapunguze mchezaji alafu walete golikipa. Sijui kama hapo umenipata. Wapunguze mchezaji wa kigeni na kwa bahati mbaya nafikiri hairuhusiwi kuwa na magolikipa wawili. Kwa hiyo awali taarifa zilikuwa zinasema kwamba wataangalia mpaka msimu unaisha. Kama Jibrila Kasali kiwango chake kitawaridhisha, Kamara wanaachana naye, lakini kama akitowaridhisha wanampa mkataba Kamara, Kasali wanaachana naye. Kwa sababu kwa Musa Kamara walisha prove, alishaonyesha, lakini issue inakuja kurejea kwenye ubora. Maana golikipa si mara nyingi kupata majeraha, lakini akipata majeraha ndio kama hivyo wanachukua muda mrefu. Na kwa Simba nafikiri imekuwa kama changamoto kwao kwa magolikipa. Magolikipa wao wengi sana wamekuwa wakipata majeraha. Nakumbuka aliwahi kupata majeraha Ayubu Lakred. Yaani kwa asilimia kama 50 magolikipa wa Simba wamekuwa wanapitia
changamoto yes. Yani kaza kwa Manura, ukaja kwa hata yule ambaye yupo Dodoma alisali mko na kipindi alipata majeraha, sema akarejea kwa haraka. Umemzungumzia Yakub, alikuwa ni Ayub Lakred, naye tunajua kilichotokea. Musa Pimpini amekuja pia, Yakubu Sulemani, shughuli imekuwa nzito. Hata huyu Kasari kuna kipindi alipata majeraha. Yes, nafikiri alikosekana kwenye mchezo kama mitatu. Hussein Abeli ndo alikuwa golikipa. Alikuwa na daka. Yeah. Kwa hiyo imekaa namna hiyo kwa upande wa wekundu wa Msimbazi. Simba. Nafikiri kwa Simba itabidi wacheze kamari kama sio hapo ni kubeti sasa. Ni kubeti. Ukisema tuachane na Kasari, huwezi jua kama Kamara atarejea kwenye ubora wake. Yani sasa hivi anaweza kukuonyesha iko amerejea, ila akacheza mechi kadhaa akaumia tena. Au asiumie lakini asiwe kwenye ubora. Asiwe kwenye ubora. Kwa hiyo ni kama pata potea. Unakupata na kukosa. Unaamua niendelee na huyu ambaye anacheza au nimpe yule. Watajua wao kipi ambacho wataking'amua, kama kitakuwa kizuri kwao. Sisi tutakijua hapa na tutafahamu zaidi. Taarifa nyingine